Jina langu ni Remaeli Anaeli Palanjo. Nimezaliwa katika kijiji cha Nshupu, kata ya Ngwaranga, tarafa ya Poli. Nimekuwa nilipofaulu shule ya msingi kwenda sekondari, nilifanikiwa kwenda hapa Arusha. Shule ya sekondari niliyosoma mimi ni Arusha Sekondari. Mwaka huo 1979 ndio nilianza form 1 pale. Na form 1, baada ya form 1 nikamaliza form 4 mwaka 82, nikatoka pale 82 nikaenda DIT kwa wakati huo inaitwa Dar es Salaam Technical College, ambapo nilisoma kozi miaka 3 na nikamaliza upande wa FTC. Na baada ya kutoka pale nilienda JKT, Jeshi la Kujenga Taifa, kwa mujibu wa sheria kipindi kile ulikuwa mwaka mzima, unatoka na ripoti Juni 15. Ukitaka Juni 15 unamaliza Juni 15 mwaka unaofuatia. Kwa mwaka 87 Juni mwaka 1987 ndio nilimaliza shule, ndio nilimaliza JKT. Na hapo Mungu akanivusha. Kwa hilo nikamshukuru Mungu kwamba amenivusha hapo, nikatoka hapo. Baada ya kutoka hapo sasa nilikuja kufanya kampuni moja, shirika moja ilikuwa inaitwa TARO kipindi kile, Tanzania Agricultural Research Organization. Walikuwa wanashughulika na mradi wa ngano kwa msaada wa Canada. Kwa hiyo ilikuwa inaitwa Tanzania Canada Wheat Project mwaka 87 mwezi wa 7, ambapo niliweza kuanzia maisha yangu hapo. Nilianza kupangisha chumba hapo CK, maeneo ya CK. Wakati ule chumba kwa cha bloko kabisa kizuri, kwa shilingi 300, na mshahara wangu ulikuwa shilingi 2400 tu. Na niliweza kuishi nao kwa kipindi kile kwa sababu vitu vilikuwa vingi vya kuhitajika. Kwa hiyo nilisha ule mshahara, nikatoka hapo. Baada ya miaka miwili 80 89 90 91 niliweza kwenda chuo cha wanyamapori Mwaka, ambapo nilijifunza mambo ya ndege, nikajifunza mambo ya ndege, miti na shughuli za kitalii kwa ujumla. Nilipotoka kule sikuwa nimeiva sana kwenye utalii, hapana. Lakini nikatoka kwa tozi, nikaona kwamba hapa wacha nirudi tena maabara. Nikarudi General Tyre East Africa. Kipindi ile naiko General Tyre East Africa. General Tyre nilikaa mpaka miaka 96 mwaka 1996. Na kutoka pale niliomba redundancy baada ya kile kiwanda kwa kimebinafsishwa. Kwa hiyo nikaondoka General Tyre East Africa, nikaenda moja kwa moja kwenye utalii. Sasa nikawa nimeiva kwenye utalii. Nakumbuka mwaka 97 niliweza kuanza kupeleka magrupu makubwa kuyapeleka porini kama mwongoza watalii. Wakati naongoza na nimebakia kuongoza watalii kwa miaka yote, kwa mwaka wa 98 niliweza kupeleka tena grupu kama wageni 50. Kwa hiyo tunaita trekking. Hapo ni pamoja na kupandisha wageni mlima kama mlima Kilimanjaro, mlima Meru, Odonye Lengai, kwenye volcano kule niliweza kwenda kulala top kabisa. Na nafikiri hapa mimi nilikopita nyuma kidogo, nilikopita kote niliweza kuhamasisha watu kupanda mlima. Especially nilianzia kwenda Makumira Sekondari. Sababu nilienda Makumira Sekondari baada ya vile vita vya Iraq. Nafikiri watalii wengi walikuwa makuja hapa, na mimi nikaondoka nikaenda tena maabara. Nikaenda Makumira Sekondari High School, Makumira High School, kwa shule ya kanisa ile. Nimekaa pale kwa muda wote, nilikaa pale kama miaka 7. Lakini pale Makumira iliweza kupandisha watu mlima kama walimu, wanafunzi, na hapo niko naendelea na utalii. Kwa hiyo niko nacheza na professionals zote mbili, maabara, utalii. Nilipotoka pale sasa 2009 nafikiri ndio kozi ya hapa technical ilianzishwa, kozi ya Laboratory Science and Technology upande wa diploma. Niliweza kuomba kazi, nilivyoona kwenye gazeti la Daily News, nikaweza kuomba pale, nikapata. Nikaja hapa 2010. Nakumbuka ilikuwa mwezi Juni 25 2010, nikafanya interview. Bahati nzuri nikapata nafasi ya kuanza kazi hapa. Nikaanza kutrain watu laboratory, upande wa laboratory.
diploma, ambayo 2010 niliendelea nikaja nikawa mkuu wa kile kitengo section kama workshop kama laboratory manager. Kwa kipindi hicho chote nikawa laboratory manager kuanzia 2010 na 2011 ndio nilianza lab kwa laboratory manager. Nilikuwa kiongozi pale, nimesimamia pale vizuri ile section, na uzuri ni kwamba kuna cooperation watu wa idara ile ambao sasa hivi watu ile kwa inaitwa General Studies, sasa hivi inaitwa DAS department. Sasa kipindi hicho kiwa DAS nimekuwa na ukweli, uongozi umenifurahisha sana, nikawa na cooperative, kwa kulikuwa na ushirikiano mzuri na wakuu wa idara, usaidizi wake na idara nzima. Nimetrain vijana ninapoondoka Arusha Technical. Sasa hivi kichuo cha ufundi Arusha najivunia jambo moja, nitakuwepo bado, kwa sababu nitakuwa na vijana, nitakuwepo bado, japo nitakuwepo bado. Nitakuwepo kivipi? Nitakuwepo kwamba na wanafunzi na product tayari na zao langu hapa, nimeacha wanafunzi wangu hapa wanachapa kazi. Wako nafikiri wako kama 5 pale ofisini kwangu, nao nafunga na Elita na Holga naye pia yuko Meshaki, kina Meshaki, wote wale nimefundisha. Kwa hiyo ni product ya Kongo ile, na nashukuru wanaendelea vizuri, na nimekuwa nipa pale wananipa ushirikiano mzuri, na pale ninakokuwa wale vijana wananisaidia, mkuu wa idara na vile vile uongozi wa chuo. Sijawahi kuona mahali ambapo nilifanya kazi na viongozi wazuri kama chuo cha ufundi Arusha, especially nilipata Dr. Masudi na Dr. Masika, kwa tushirikiana sana, na sasa hivi nikaja kumpata profesa. Kwa mara ya kwanza mimi na bosi wangu anakuwa ni profesa, sikuwahi kupata kuwa na profesa, kuongozwa na profesa. Kwa hiyo najivunia hilo pia, na pia ninapoondoka chuo cha ufundi Arusha nakuwa nimepata kufahamika, nimepata watu wengi kunifahamu, ushirikiano mzuri. Nakumbuka hapa tuko tunafanya kazi vizuri, na hapa vile vile nakumbuka nimefurahi sana. Kuna siku tulipanda mlima Kilimanjaro, tukapanda na grupu nzima la technical, ilikuwa grupu kubwa tu nzuri sana, yani tukafika top kwa ushirikiano mzuri. Ndani ya siku 5 watu wakafurahi kufanya zoezi. Mara ya kwanza waliona jinsi mlima ulivyo tough, kwa sababu siku ya kwanza watu wanashirikiana, wanacheka, kina Juma, kina Gasto hapo wanafurahi, watu wanashirikiana kucheka. Tunapokwenda siku ya pili, watu wanaanza kukata ukimya sana, kila mtu anasema kishikwa shikamana bwana. Nakumbuka tukafika siku ya 3, usiku ule tunaenda kileleni, na kuoka mzee mwenzangu ambaye naye amestaafu na mwaka jana, Daudi, ndio akaniambia usiku ule tunaondoka usiku ule, kwa sababu tunaondoka usiku wa kwenye saa 5 ya usiku, na vile ndio tukaanza kufahamiana. Kumbe bwana, akaniambia nilikuwa na freeze. Nikamwambia hapana, wewe pambana. Tulifika paka juu, wazee walifika juu, na mkuka sana Gasto ndio mtu pekee niliona aliweza kukaa pale kileleni kwa muda mrefu zaidi toka nimeanza kupanda Kilimanjaro, sababu alisubiri watu akapiga na picha. Nakumbuka watu kushuka, kumbuka na mtu mmoja aliangua kwenye barafu, nikamnyanyua nikamwambia kileleni ni pale. Juma Heri changanyikiwa kabisa, akaona nigombeza, kanambia mimi lazima nifike. Nikamwambia usilale kwenye barafu huko, uta freeze. Nini bwana, kile kao vile, kwa sababu kule nako ni asubuhi saa 12, lakini tukateremka vizuri tukamaliza. Sasa hivi kileleni sifiki, lakini nikipata nafasi naongoza mpaka labda chini kidogo, mpaka siku ya 3. Sababu sasa hivi naenda kama filming, au tunafanya filming, documentary. Vile vile nimefanya documentary, ziko documentary zangu ziko NHK, documentary Japanese, na ile nimefanya shoot 2 nazo, na wamenitumishia. Kwa kweli kazi ya utalii niliipenda, na ya maabara nimependa vile vile. Nimekuwa hapa sana, naenda hata shule za sekondari wakati mwingine kwenda kuwasaidia. Hizi hapo kulikotokea naweza kwenda kuwasaidia, kuongoza namna kuna ku train kidogo, kama kwenye kazi maalum zile za taifa, naenda kuwasaidia vile vile wananiomba.
Na hapo bahati nzuri na wanafunzi na wanafunzi wangu sehemu mbalimbali. Ukienda Bonite, nakumbuka ndio kule Bonite ilipeleka wanafunzi kufanya interview, kuwepo Musti, kuwepo DIT, kuwepo chuo changu hapa. Kati ya nafasi 5 wa Kongo 4 waliscore. Na wengine sasa hivi wengi wako sehemu mbalimbali. Kuna walioko breweries, na wako Bonite Bottlers, kuna walioko ofisa mkemia mkuu. Na mimi nashukuru vile binti yangu alisoma hapa chuo, alisoma hapa chuo cha ufundi Arusha. Bahati nzuri amefanikiwa juzi na ameenda ofisi ya mkemia mkuu kula anafanya kazi. Ile vile na kienda viwandani, nenda Mwanza Breweries, nakuta wanafunzi vile vile wa Kongo. Wale wanafunzi wananipokea vizuri, wananikumbuka. Ukija viwandani sana viwandani, ukienda cement Tanga, ukienda cement wapi kule Mbeya, kuta wanafunzi wangu wako kule. Nimeenda vile vile SUA, nimekuta idadi kubwa ya wanafunzi wanafanya kazi SUA pale. Walinipokea hivi majuzi, nafikiri mwaka jana walinipokea kule kwa zaidi ya 10, 14, kama 15 wako kule walioanza. Nilifundisha 2013 nimemkuta pale, bado wanafanya kazi vizuri. Ukienda TBS napo wako, kutoka TBS ukienda University of Dar es Salaam wapo. Kwa hiyo unakuta sisi kwa kweli najivunia kwamba nimeacha product nzuri kwa kazi nzuri nimeifanya. Hata nikienda kustaafu sasa, lakini si staff bado nitakuwa naendelea tu na kazi. Nitahitajika sehemu mbalimbali kama hizo, especially shule ya sekondari kwenye diocese ya Meru kule wananichukua mara kwa mara. Hata shule za serikali pale wanaponihitaji naenda kuwafanyia practical na waelekeza vizuri. Kama ni maandalizi wa zile solution na waelekeza vizuri. Lakini kwa juhudi zote hizo kwangu mimi nimefurahia sana ile wenzangu wale ambao wanaenda kuacha chuo cha ufundi Arusha wajifunze kitu kimoja. First of all, kitu cha kwanza kitu cha kwanza kabisa kumuomba Mungu. Cha pili ni ushirikiano mzuri, well cooperation. Cha tatu punctuality, pale wanapostahili watumie polite, especially polite language, waheshimu viongozi wao na wajitume kwa ziada, job ziada, aseme kwamba siwezi. Bahatika kufanya kazi na kampuni moja ya makaburu kutoka South Africa. Kitu cha kwanza walichokuwa wana lugha yao wanasema say I can do it and I can do it in extra. Na mimi kama niliwaambia and beyond. And beyond. Na ile kampuni sasa hivi wanaita and beyond. Wamebadilisha ile CC Africa wanaita and beyond. Sasa niliwaambia say I can do it in extra but also say and beyond. So kwa hiyo kwenye kule ambako kunahitajika sana ni uvumilivu na ubunifu mzuri na kutokubali kushindwa. Nakumbuka siku moja nilifanya kitu, kulikuwa na nilivyokuja hapo walikuwa walimu toka nje kwa part time toka Elboru. Nakumbuka yule mwalimu mmoja kao siku amenichanganya kwenye practical, mtihani wa end of semester practical. Ameniletea mtihani paper 2 badala ya ameleta supplementary badala kuleta ile end of semester, akaleta supplementary. Nikamaliza kuandaa. Nilivyoandaa kuja kuangalia mtihani, kumbe ni supplementary. Lakini nilijitahidi, yule mwalimu nilijitahidi kaleta ule wa kwanza ambao unastahili. Kule nimeshatuna distilled water, kama imesha distilled water. Cha kujiongeza ni nini? Distilled water niliingia kwenye nini? Kwenye maji ya mvua. Nikakinga maji ya mvua, na mvua ilikuwa imenyesha muda, mvua ikishanyesha mara 3 kubwa tayari ilikuwa imesafisha, kishasafisha zile minerals zinatoka. Kwa hiyo nikatumia ile livo test kidogo, nikatengeneza ile iko titration. Yale maji ya mvua ilitoa majibu sahihi kabisa, na wanafunzi wakastop kidogo, japo walipata shock kidogo, lakini niliwapa moyo kwamba hamna kilichoharibika, mtihani ukafanyika vizuri. Kwa hiyo jambo la kushukuru ni mwambie tu kwamba wafanyakazi wale ninaoacha wale wanaobakia wajitahidi sana kuwa wabunifu, kwenda extra mile. Asante. Elimu
Nakumbuka kule primary, kulikuwa primary shule ya msingi. Kuna jamaa walikuwa wananiita scientist. Kwa hiyo nilipenda sana kwenda fani ya maabara. Nilikuwa nawaambia wenzangu kabisa kwamba mimi nitakwenda lab technician, lazima nikasomee lab technician. Kwa hiyo nikanisukuma nikaenda, na kweli nilivyochaguliwa nikachaguliwa moja kwa moja nikaenda kusomea lab technician DIT pale. Kwa hiyo nilipomaliza vile vile nikasema lazima nikapenda vile vile nature study. Kwa hiyo nilipopenda nature nikasema mwaka ilitoka kama bahati, kwa sababu nao walitoa tu nao kwenye gazeti. Bahati nzuri nilipopenda nikafanya interview na wale wenzangu wale kina Dr. Manyanza ambaye alikuwa kipindi kile kwa mkuu wa chuo, wale wote nilikuwa tulifanya watu 6 lakini nilipita, na waliniambia kwa Dr. mmoja kwa anaitwa Dr. Mwangeni alipita. Alipopita Dr. Mwangeni akanifuata akaniambia ni imagination zako ndio zimekufanya ufaulu hii interview. Na nakumbuka mkuu wa chuo kipindi kile ambaye ni alikuwa mtaalamu wa ndege hizi sio ndege, mtaalamu wa ndege, kwa fahamu ndege sana, na kuna PhD withiana ya ornithology ambayo tunaita ni somo la ndege. Kwa hiyo aliweza kufanya research ya kuhamisha ndege waliokuwa wanasumbua sana kwenye ndege kubwa pale hapa Kia. Akawahamisha mmoja, alifanikiwa kuhamisha, na fika pale ndio alipatia PhD yake. Kwa hiyo kilichonisukuma na vile vile nikapenda, nayo nipenda vile vile kuona kazi ya ziada. Kwa sababu unaona kwamba nilivyokuwa nakwama huku naelekea utalii. Hata sasa hivi hapa chuo cha ufundi Arusha ndio iliyowezesha kuanzisha kozi ya utalii hapa upande wa VETA. Nilikuja ile nafasi ya kwanza ile ilitolewa na ofisi ya waziri mkuu, nikawaambia wenzangu pale kwenye idara, ambao niliwaambia kina Kanyonga wote wale wa biology, wanafahamu biology, nikawaambia nitawaelekezeni namna ya kufundisha. Na kweli waliweza kutoka ile kozi ile, haikuepo kozi ya utalii hapa, lakini tuliweza kufanikisha ile ikaendesha ile miezi 6. Kwa hiyo utakuta kwamba at least unavyokuwa na professional, wenzetu wanatuzidi kitu kimoja, wana nani ya ziada, wanachukuta kitu cha ziada. Kwa mfano ukija South Africa, nimekuta electrical engineer moja anajua ndege na CD zake za ndege. Electrical engineer hawafii kwenye professional moja tu, lazima unakuwa na professional zaidi ya moja. Na hiyo tukijijengea hivyo, ukijifunza kitu zaidi ya kimoja kitakufaa, ni jambo zuri sana. Changamoto sio kubwa sana, kwa sababu changamoto pale nako ilikuwa ni masuala ya changamoto za kawaida katika mzunguko wa maisha. Kwa sababu mimi sijawahi kuona mtu kule kwenye idara yangu sijapata msukosuko yote. Kwa hiyo tukaomba fungu la chemicals, tunapata chemicals. Sema changamoto zingine ni kwamba tu zinakuja kama za kawaida tu. Sidhani kama kuna changamoto kubwa sana katika chuo cha ufundi Arusha. Chuo cha ufundi Arusha kwa sasa hivi kimeboreka zaidi, ndio kitu ninachoona. Baada ya kurudi, yani kimekuja juu sana. Nilikuta hapa na wanafunzi 15. Wanafunzi 15 ndio nilikuta hapa, ndio walimaliza 2000 nafikiri walikusoma 1909 2000 na kwenye 2013 nafikiri 2013 ndio walimaliza intake ya kwanza. Kwa na wanafunzi, intake ilikuwa na wanafunzi wakapanda mpaka wakafika, nafikiri kiwango cha juu sana, walishafikia 70, lakini walikuja kuendelea kudrop kwa sababu hizo kozi sasa hivi naona imefanikiwa, kwa sababu tuna bachelor pale. Kuna bachelor sasa hivi, mwaka wa pili bachelor ya lab, ambayo ni mafanikio makubwa sana toka kuanzisha na kuweza na sisi kufikia upande wa bachelor. Kwa hiyo naona tunaenda vizuri, na wanafunzi wengi tulioko nao hapa wa bachelor wamesoma hapa. Ni wanafunzi wangu, na furahi vile vile kwamba wamekwenda kule wanafanya kazi, tunaokutoka sehemu mbalimbali, mashirika mbalimbali wamekuja hapa wanajiendeleza hapa. Kwa hiyo ni mafanikio ambayo niliona kwa kweli yamenyanyua kiwango. Nafikiri kitu cha kwanza katika sehemu yote ya kazi sana, kitu tunachochunga
ni complain. Hata nilipofanya utalii, unapokwenda kwenye utalii, kuniuliza kwenye utalii, kitu cha kwanza recommendation, kitu cha kwanza kabisa ni kwamba unapochukua yule mgeni, kwanza uwe knowledgeable. Kwanza uwe nini? Na uwe na knowledge, uwe knowledgeable. Kwa hiyo wafanyakazi wenzangu nao waacha, nao vile leo nawaambia wajiongeze katika kozi. Nafurahi sana. Kwa mfano wanajiongeza na chuo cha ufundi Arusha inaruhusu, ni hakuna mtu mwenye wivu wa mtu kwenda kusoma. Nafikiri asilimia kubwa naona idara ni kwangu kule nimeona kama vile PhD ikifika baada ya miaka tena kama itaisha miaka mitatu tutakuwa na watu wenye PhD kama 20 pale pale darani kwangu. Wamekuja na bachelor. Vijana wangu wenyewe wamekuja, wale niliowafundisha wameenda kusoma bachelor. Sasa walioko China, kuna Omari, wako kina Sospita PhD. Wameshamaliza. Nafikiri kwa kawaida kiwango cha elimu kinapanda, watu wanaendelea kusoma, na hakuna, nimeona kwa kila wanapoomba kwenda kujiongeza wanaenda kujiongeza na ubunifu. Ningependa kuambia watumishi wote wa umma, watumishi hapa kwamba wafanye kazi kwa bidii. Hilo ni moja. Pili, wajiongeze vile vile kwenye kufanya kazi. Na tatu, wanapohitaji kitu, wanapohitaji msaada wote ule, waende ngazi kwa ngazi, waende hatua kwa hatua, bila, kwa sababu kile kitu tulichokuona hapa kinachojitokeza hapa chuo cha ufundi Arusha, kweli mpaka usikie jambo limefikia limefika ngazi ya juu kule, imefikia kwa mkuu wa chuo, ni kazi, yani itakuwa usiji imepita, yani kwamba utakuwa umekwaza watu tu, yani. Lakini unaanza, wanafunzi wanakuja kwangu kama walivyokuwa mkuu wa section pale, wanakuja shida, wanalia shida hii, wakishalia shida na angalia namna ya kutatua ile tatizo, nikilishinda naenda kwa mkuu wa idara. Mkuu wa idara naye analifanya nini? Tunashauriana. Kwa ule ushirikiano ni kitu muhimu sana. Ningependa kuambia wenzangu na wanaobakia kazini, nao waacha. Mimi ndio naenda hivyo kustaafu, naenda kustaafu. Nafikia umri kwa mujibu wa sheria na staafu, lakini sijastaafu bado. Pale ninapohitajika kikazi, kwa sababu nao ujuzi, nitakuja sana. Kuna sehemu ambayo najua nitahitajika tu ushauri, ushauri kama vile kuna upande mwingine naweza nikawa nafanya kazi sehemu zingine, nahitaji msaada wao pia nao watanipa. Nafikiri nikihitaji vijana, naenda sehemu, nikipata shughuli kama zinanielemea, kwa sababu lazima, sio kwamba naishia hapa tu chuo cha ufundi Arusha. Vile vile kuna wanaonihitaji hasa kwenye utalii. Kwenye utalii nitaenda, na hapa vile vile kozi ya utalii hapa inaimarika kwa upande wa NVA, kwa upande wa VETA. Kwa hiyo ni kwa uzoefu ulionao, wakinihitaji na kuja kuendelea pale wanapokwama, kama hasa kwenye swala la mimea kama hii unavyoona, identification, identify zote, kutambua mti unaitwaje, kama unaona mbele yako huo hapa jina, tunaita Taribana Montana Petricosa. Kwa unakuta mimi sana ni mzoefu sana kwenye ndege. Najua hakuna mtu experience ya miti hapa. Ndio sijasema kwamba waelewe, lakini uzoefu milionao, nifanya kazi ya utalii zaidi ya miaka 15. Yetu nawatakieni kila laheri, na naombea Mungu kuondoka kwangu usiwakasirishe, kujisikia vema. Kwa hiyo nawatakia kila laheri kazi zao za kila siku, na Mungu awabariki. Nashukuruni sana. Takia uongozi, wapatie uongozi, waendelee na uongozi bora kama ilivyo sasa hivi. Uongozi ni bora, na unatakia viongozi wale wabarikiwe, na waweze kuwa waendelee kama walivyo, na huruma kwa wafanyakazi wake. Kwa shukrani za kipekee, namshukuru Profesa Chacha, mkuu wa chuo, kwamba kuna ile mkono wa asante ambao Mungu akijalia nitaenda kupata. Nashukuru vile vile ni moja. La pili, kuna kijana wangu yuko hapa, naye yuko mwaka wa pili sasa hivi, vile vile nao alikuwa nasaidiwa nusu.
ya karo, kwa hiyo nalipa nusu. Kwa hiyo nashukuru sana kwa hilo. Kumpokuwa na ile kuna ile tena tunaita kitu kama ka asante ka kila mwezi kale katoka kama kale kile incentive mimi nilikuwa naiona mahali nikafanya kazi kaona incentive bonus nikienda cha general taya kwa sababu tunapewa kila mwezi. Na hapa nikaja kuiona hapa sasa, hapa nimeona na hapa tena sikuwahi kuiona mahali pengine. Incentive nimeona hapa wote ilikopita. Sana ninapokuwa utalii ni tipu napata, kwa sababu ukiongoza utalii vile vile kama ni magrupu kuna kitu inaitwa asante. Kwa hiyo na hii naiona kama ni tipu na vile vile kila mwezi tipu nzuri. Kwa hiyo ningeomba kweli uongozi uendelee na hilo, na nashukuru kama nitapata ule mkono wa asante kweli, ule utanisaidia vile vile kabla sijafanya pension yangu. Nashukuru sana kwa hili na naomba kila laheri, naomba mafanikio, nakitakia maisha mema chuo cha ufundi Arusha. Pia natakia viongozi wao maisha marefu. Asanteni sana.